Hatimaye ni kwa wakati mwingine tena tumekutana kwenye simulizi yetu pendwa, simulizi inayojulikana kwa jina la Siri. Mimi ninaitwa Genius Amon, natokea hapa Empire Studios. Hii ni sehemu ya 4 ama episode ya 4 ya simulizi inayojulikana kwa jina la Siri. Naamini kama umeanza na mimi toka mwanzo, kuna kitu umeanza kukiona. Sasa nisiwe na mambo mengi, nikukaribishe tuweze kuianza sehemu ya 4, huku tukikumbuka tulipoishia katika sehemu ya 3. Tulishia sehemu ambako Richard alikuwa ametoka nyumbani tulipokuwa tumeishia kwenye episode ya 3. Alikuwa sokoni akiendelea na shughuli zake, lakini kuna kijana aliyeonekana kumletea kuna kijana mmoja alionekana kumletea mambo mengi. Alikuwa na mwenzake, akataka kushughulika nao. Sasa hatujajua shida ilikuwa nini kilikuwa kinaendelea. Labda episode ya 4 inaweza ikatuambia. Mimi na wewe hatujui, lakini ili tuweze kujua, nadhani tuingie ndani ya episode ya 4 tuianze. Nianze kwa kukutambulisha tena kwamba ninaitwa Genius Amon, natokea hapa Empire Studios. Karibu. Walikuwa wakiendelea kubishana. Ni vijana watatu, wawili tutawafahamu baadaye labda zaidi, lakini mmoja ambaye ni Rashid alionekana kuzozana nao kweli. Katika eneo alilokuwa amesimama akizozana, kulikuwa na gari moja zuri na la kifahari lilikuwa linakatiza mazingira hayo. Ni gari ambalo ndani yake kulikuwa na mwanadada mmoja ambaye alionekana kuchungulia kupitia kioo cha pembeni cha gari, akijaribu kuangalia yanayoendelea mbele. Katika kupitia kioo hicho cha pembeni, alikuwa anaona vijana hawa watatu waliokuwa wakibishana, lakini ni kama hakuamini vizuri, kwa sababu kuna sura aliyoona ni kama kaifahamu. Mwanadada huyu alijiuliza, hivi ni kweli huyu ni Rashid? Atakuwa Rashid huyu? Kisha akaendelea kusema, Mungu wangu, ni Rashid huyu? Nini kinachoendelea pale? Mwanadada huyu alijaribu kutafuta sehemu nzuri ya kupaki ili aweze kusimamisha gari na aje kuona kama ni kweli amemwona Rashid. Alijitahidi kufanya haraka sana, huku mazingira ya sokoni yalikuwa na watu wengi kidogo. Alikuwa anajaribu kupiga honi ili wampishe apate sehemu ya kupaki gari, asije akaziba njia kwa ajili ya waliokuwa wanakatisha au wapita njia. Alifanikiwa kupata sehemu ya kupaki gari, akafanya haraka na kusimamisha pale. Baada ya kupaki, alishuka na kuanza kupiga hatua za haraka kuelekea pale alipokuwa amemwona Rashid. Lakini cha kushangaza na cha kusikitisha ni kwamba alipofika eneo alilokuwa amemwona Rashid, hakuweza kumwona tena, wala wale vijana pia hawakuwepo pale, hawakuwepo kabisa. Aliangaza huku na huku ili aweze kumwona hata mmoja kati yao, lakini hakuweza kuona kitu. Mwanadada huyu alijiuliza kwa kina, alijiuliza, hivi nimemwona kweli yeye au yalikuwa ni mawazo yangu? Ni mwanamke ambaye alikuwa mrembo sana. Kwa jinsi alivyojipamba na muonekano wake, ulimuonesha kabisa kuwa ni mtu anayeishi maisha ya kifahari. Hata gari
analolitumia ni gari la kisasa ambalo bei yake si bei ya mboga. Kwa sababu alijaribu kutafuta na kuona kama ni kweli amemwona Rashid, lakini akashindwa kumpata. Aliamua kuondoka. Safari yake ilimpeleka moja kwa moja mpaka kwa rafiki mmoja ambaye walikuwa wanafahamiana. Urafiki wao ulikuwa wa muda mrefu, na rafiki huyu alikuwa ni wa kiume. Alisikika sauti ya rafiki huyu wa kiume ikisema kwa mshangao, "Olivia, hivi ni wewe tena?" Hata binti huyu mwenyewe aliyejulikana kwa jina la Olivia alisikika akitaja jina la kijana huyu, Gerald. "Ni muda mrefu tumekutana. Unaonekana vizuri. Aisee, umependeza siku hizi." Gerald akamwambia, "Hata wewe pia. Mbona umependeza?" Walikuwa wakiongea hayo wakiwa kwenye gari. Gerald akaongeza kusema, "Leo nimekuona ofisini kwangu, basi yawezekana ikawa ni siku nzuri na njema kwangu." Olivia akasema, "Bila shaka, lakini nimekuja kwa haja ya kuuliza maswali machache tu, na kwa uhalisia ni swali moja. Ninahitaji kujua kama uliwahi kusikia au kujua kuhusiana na Rashid tangu tulipomaliza shule." Lakini Gerald alionekana kana kwamba hakumbuki vizuri. Alitoa miwani aliyokuwa ameivaa huku akirudia na kurudisha mawazo yake nyuma. Alikuwa analirudia jina hilo, Rashid. Olivia akasema, "Ndiyo, Rashid." Lakini Gerald bado hakumkumbuka kabisa. Kwa kweli unazungumzia Rashid yupi?" Olivia alijitahidi kumkumbusha vizuri, lakini Gerald alikuwa kama hakumbuki. Olivia akamwambia, "Mkumbuke vizuri bana, yule Rashid alikuwa anakaa pale mbele." Ndipo Gerald alikumbuka, "Unamzungumzia yule jamaa ambaye mara zote alikuwa anachukua nafasi ya kwanza darasani?" Olivia akasema, huyo." Ndipo Gerald akasema, "Hapana, kwa kweli. Unajua, tangu tulipomaliza shule tulitawanyika. Sijasikia chochote kuhusu yeye, lakini nina uhakika hatakuwa yuko mbali kwa sasa, kwa sababu tulipomaliza chuo alikuwa anahitaji kuomba kwenda vyuo vya nje kwa ajili ya kuendeleza elimu yake. Alikuwa anahitaji kuwa na elimu kubwa ili aweze kupata kazi nzuri. Lakini kwa nini umekuja kumuulizia? Nikuulize hivyo." Mwanadada huyu aliyejulikana kwa jina la Olivia alimwambia, "Kiukweli sina uhakika kama Rashid atakuwa nje ya nchi, kwa sababu ninahisi kama nimemwona mtu kama yeye jana. Nina uhakika nimemwona Rashid jana kule mazingira ya pale sokoni, lile soko kuu." Ndiyo. Gerald alishtuka kidogo. Alishtuka kwa sababu Rashid alikuwa mwanafunzi aliyekuwa akifanya vizuri sana darasani kwao. Inawezekanaje aonekane sokoni leo? Alimuuliza. "Kwa hiyo umemwona na hata ukumsalimia? Labda ungemsalimia ungeweza kufahamiana naye na kujua zaidi kuhusu yeye." Olivia akasema, "Niliona alikuwa na watu kama vile wanabishana, wanataka kupigana, lakini alikuwa anaonekana kama amechoka, amechakaa hivi." Gerald akasema, "Unajua, unanichanganya sana. Unamaanisha kwamba Rashid amechakaa?" Msubiri. Unajua, Rashid ni mtu mkubwa sana. Labda kama atakuwa na maduka yake makubwa hapo sokoni, si rahisi kama unavyosema kwamba umkuta amechakaa.
hapana. Lakini Olivia akasema hapana, Gerald nilivyomuona ni kama alikuwa anahangaika, ni kama maisha yamempiga hivi, ingawa sina uhakika, lakini kwa kweli sijapenda jinsi nilivyomuona. Gerald akasema, unashangaza sana. Unamaanisha kwamba Rashid anateseka, anahangaika na maisha, na ule ubongo wake wa mashine, ubongo wa kompyuta, akili kubwa aliyokuwa nayo inatesa darasa, leo anateseka na maisha? Inawezekanaje? Hapana bwana, wewe unachanganya. Lakini Olivia aliendelea kukazia kwenye sentensi yake na kusema, unamaanisha kwamba haujasikia wala kumwona Rashid tangu enzi za shule? Gerald alisema, hapana, kwa kweli sijasikia wala kuona chochote, na hakuna mtu aliyewahi kuniambia. Kisha akaongeza, hebu subiri kwanza, una uhakika ulimwona ni Rashid kweli, au umekutana na mtu mwingine? Lakini Olivia alisema, Gerald, hata kwenye ndoto zangu ninaweza kumtambua Rashid, hata ikitokea nikawa ninaota. Kisha akaongeza kusema, subiri basi, hivi una namba zake labda? Lakini Gerald akasema, hapana, kwa kweli sina namba zake. Mwanadada huyu anaonekana kuhangaika na kutaka kujua zaidi kuhusiana na Rashid. Rashid ni nani yake? Wana mahusiano gani? Kwa nini anamtafuta? Rashid ameonekana kuhangaika na kuhangaisha akili sana ili aweze kupata chochote kile cha kuendesha maisha. Hawa wanafahamiana vipi? Mimi na wewe hatujui. Lakini episode ya 8 ni hii tuliyokuwa nayo. Episode ya 4, tafadhali. Episode ya 4 ni hii. Tukutane kwenye episode ya 5 ili tuweze kujua ana uhusiano gani wa karibu pamoja na Rashid huyu binti, au kwa nini anamtafuta. Anataka kumpa kazi, kumsaidia kimaisha, au shida ni nini? Ninaitwa Genius Amon kutoka hapa Empire Studio. Tukutane kwa wakati mwingine. Bye bye.